Ya, wanasema historia huwa inaandikwa, historia zinatofautiana, na leo hapa katika kanisa la KICC Christian Center, historia imeandikwa kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Daktari Jonathan Charles Ndanshau, aliyekuwa mchungaji msaidizi kutoka pale katika kanisa la TAG Kinondoni chini ya Askofu Rogati Zakayo Swai. Wanasema mtoto amekuwa na amekuwa, leo basi yuko hapa kuonyesha kweli kwamba amekuwa. Tumekuwa na wakati mzuri sana na ibada ya kipekee ya baraka sana, tukio ambalo limefanyika hapa la yeye kuenda kusimikwa au kuwekwa wakfu kuwa mchungaji kiongozi, na sasa tuko rasmi na mchungaji kiongozi wa kanisa la TAG KICC hapa Goba. Tunatamani kuzungumza naye mawili matatu, atuambie kuhusiana na hiki ambacho kimefanyika hapa, lakini katika safari hii na historia hii ambayo ameiandika leo, yapi ambayo amejipanga katika kuhakikisha anaendeleza maono haya na kazi hii ya Mungu mahali hapa. Basi tende tumsikie ana yapi ya kueleza. Mchungaji, Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hongereni kwa tukio la baraka. Nashukuru sana. Tuanzie hapa. Sasa tunakutambua rasmi kama mchungaji kiongozi, tulikuzoea kama mchungaji msaidizi. Leo umewekwa wakfu kama mchungaji kiongozi wa kanisa la KICC. Unajisikiaje na umelipokeaje hili? Kwa kweli ninayo furaha kubwa sana mbele za Mungu na kanisa lake kwa ujumla, kanisa letu la TAG chini ya mchungaji kiongozi ambaye ndiko ambako nimetokea, kwa sababu kila mtoto ana mahali alikolelewa. Namshukuru sana baba huyu mzuri sana, Askofu Dr. Rogati Zakayo Swai, kwa malezi yake mazuri ambayo yamenifikisha hapa nilipo, kwamba sasa nimekuwa tayari kwa ajili ya kubeba jukumu zito zaidi la kuwa mbeba maono wa kanisa la TAG KICC. Kwa hiyo ni kupendelewa na Mungu na pia kupata kibali cha wanadamu. Umekuwepo pale Kinondoni kama mchungaji msaidizi kwa kipindi gani? Pale nimekuwepo kwa kipindi cha miaka 14 na miezi mitano. Ndani ya miaka 14 ukiwa unafundwa chini ya maongozi ya Baba Askofu Swai, kuna yapi ambayo umejifunza kwake na ambayo sasa utaenda kuyafanyia kazi katika safari yako ya huduma ambayo umeianza rasmi leo? Kwa kweli yako mambo mengi sana ambayo mengine hata pasipo kukwambia, vile unavyoniona unaweza kumuona mchungaji Dr. Rogati Zakayo Swai ongea yangu mahali pengine, fundisha yangu mahali pengine, kwa sababu alinipokea nikiwa hata sio na hata ujasiri wa kusimama mbele za watu. Kwa hiyo nimejifunza mambo mengi. Kwanza, swala lile la kujali roho za watu wanaopotea dhambini, na pia kuwa na fundisho lile la kibibilia ambalo ndio imani ambayo amekuwa nayo akitembea nayo baba yule, kwamba watu wakijengeka kwenye msingi wa neno la Mungu, hao watu watabaki kanisani, wataendelea. Alafu pili, ile swala la kujali. Baba yule ni mkarimu sana. Baba yule ni mtu ambaye anajali sana. Anajali watu wanaofanya nao kazi, anajali washirika wake. Kwa hiyo nimekuja nikiwa nimebeba mafunzo hayo ya kibibilia kutoka kwa baba huyu ambaye ni mtumishi wa muda mrefu ndani ya kanisa letu la TAG. Maana amewahi kuwa kwenye ngazi ya makamu askofu mkuu wa TAG, na haikuwa kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya namna ambavyo Mungu ameweka neema kubwa ndani mwake. Kwa hiyo ninajisikia kufaidika kiasi kikubwa sana kuwa chini yake, tena kwa miaka hiyo ya kutosha, miaka 14 na miezi mitano. Ukizungumzia mchango mkubwa wa huduma, mchango wake mkubwa kwenye huduma yako, unaweza ukauelezea? Kama nilivyosema kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo nimejifunza kwake. Nidhamu ya madhabahu, nidhamu ya utumishi, ile kujali maisha matakatifu kama msingi
wa huduma yoyote ya kiungu. Huo ni msingi ambao nimejifunza kutoka kwake sawa na Biblia. Katika safari ya utumishi ambao umeianza hapa rasmi leo, kuna mtu ambaye hamfahamu Daktari Jonathan Ndanshaw ameanzia wapi utumishi? Sawa, umekuwepo pale kwa miaka hiyo 14. Safari yako ya huduma kwa maana ya kuitwa kwenye utumishi ilianzaje? Safari yangu mimi ilianza nikiwa ninaingia Kinondoni tangu mwaka wa 2023 wakati wa mfungo mkavu wa kumaliza mwaka, ndipo nilipoingia Kinondoni, na ndani mwangu nikiwa ninasikia kwamba kuna kitu cha kiungu ambacho Mungu anataka nimtumikie kwacho, na kwamba kukaa chini ya mchungaji wa aina hii ya Daktari Rogate Zakayo Swai, kile ambacho Mungu ameweka ndani mwangu kitapata maendeleo makubwa na kitakuja kuwa cha faida kubwa kwa watu. Kwa hiyo nikaanza kuketi chini yake na kujifunza pale kama mshirika, nikitokea kanisa la KLPT Lindi Street kwa Askofu Tibanena Son, nikahamia Kinondoni. Kwa hiyo kuanzia hapo nikafuata maongozi ya kanisa hilo kwa maana ya mafundisho ya mchungaji Swai, askofu wangu huyo, na maongozi yale ambayo yapo chini yake, nikayafuatilia vizuri. Nikafika mahali akafungisha ndoa yangu mwaka 2006, na kuanzia hapo nikawa shemasi ndani ya kanisa la TAG Kinondoni, nikahudumu katika hiyo hali ya ushemasi, na hapo nikiwa daktari niliyemaliza pale chuo kikuu cha Muhimbili, ikiwa ninatibu Aga Khan hospitali, ndipo Mungu akasema na mimi juu ya wito wa moja kwa moja wa kumtumikia yeye. Nilikaa na baba yule nikazungumza naye. Mwanzo ilikuwa ni ngumu kunielewa kwa sababu ni baba pia anayejali, hataki mtu wa kukurupuka kwenye habari ya wito. Kaniambia nenda tena kafikirie. Nikaenda nikakaa chini, lakini bado mzigo ulikuwa mzito sana kwangu, kwamba ninahitaji muda wa kujitenga na kujifunza theolojia ya Biblia ili niweze kutumika kwa ubora. Nilipomrudia baba yangu huyu, na mtu ambaye amekuwa kama role model wangu, alinielewa na akajua sasa kweli hii sauti hii itakuwa ni ya Mungu, kama ilivyotokea kwa Samueli alipohojiana na Eli. Kaona ni mara ya 3 itakuwa ni Mungu amezungumza naye. Basi safari yangu ikaanzia hapo, na nilipokwenda kuaga kule Aga Khan, nakumbuka siku na kwenda ofisini kwa mkurugenzi wa hospitali ya Aga Khan pale hapa Dar es Salaam, kumwambia kwamba mimi nimeitwa. Nimeingia tu, akaniambia sasa wewe utendaji kazi wako ni mzuri na tunapanga tukupeleke Nairobi, chuo kikuu cha Nairobi, ukaende kusoma kama specialist wa mambo ya magonjwa ya wanawake, gynecologist. Nikashtuka kwa sababu moyoni mwangu tayari nilisha anza mchakato wa kujaza fomu ya kwenda Dodoma, chuo chetu cha Biblia, kwamba Mungu ameniita. Sasa nikawa njia panda kati ya kwenda kusoma kwa hiyo scholarship ambayo tayari ipo, kaniambia mwezi wa 6 tu ukifika unakwenda, au hiki ambacho tayari kimezaliwa ndani mwangu. Nikajua kabisa Mungu ndiye wa kumtii kuliko wanadamu. Ndio nikachukua hiyo njia, nikamwambia mimi nimeitwa, Bwana ameniita. Akaniuliza swali ambalo ni kama Farao alivyomuuliza Musa, Bwana ndio nani? Kwa hiyo ikawa kama ni jambo ambalo ni geni kwake, lakini nilielewa kwamba lugha za rohoni sio kila mtu anafahamu. Kwa mwisho wa siku akaniambia, Bwana wewe labda umepata green pastures mahali, labda unataka kutuacha unaenda mahali pengine. Nikamwambia sivyo. Lakini akaniambia basi mlango uko wazi, ukiwa tayari urudi tena kwa ajili ya kuendelea, kwa sababu tumependa huduma yako kama daktari hapa Aga Khan. Kwa hiyo safari yangu ikaanza hivyo,
na mshirikisha mke wangu, niambia bwana, huwezi kuniacha kwenye nyumba ya kupanga wakati unakwenda kusoma, mimi nitakaaje na watoto? Sasa kipindi hicho nakumbuka kwamba hapo Aga Khan tulikuwa tunalipwa vizuri sana. Tulikuwa tunalipwa vizuri sana, mshahara mkubwa sana kama daktari na marupurupu mengi. Tulichokifanya ni kutafuta kiwanja na kuweka plani ya ujenzi, lakini vyumba vichache tupate tu kuingia. Nikamwambia ikifika mwezi wa 10 mimi naacha kazi. Na Mungu alionyesha wema wake sana, kwa sababu alifungua milango ya baraka, fedha zikawa zikipatikana, tukawa tunajenga tukaacha nyumba ikiwa na matoleo, ikawa kama nusu mkate. Wale wajenzi wanafahamu, ikawa nusu mkate, kwamba sasa tukasema huko mbeleni tutakuja kumalizia, lakini hiki cha Mungu kwanza. Kwa hiyo namshukuru Mungu, tukaingia kwenye nyumba yetu ikiwa bado haijakamilika, lakini angalau kuna mahali pa kufikia kwetu. Kwa hiyo hapo sasa ndipo nilipoacha kazi na kwenda Dodoma kusoma chuo cha Biblia cha kwetu sisi TAG. Nikamaliza mwaka 2011, nakumbuka ndio mwaka ambao rasmi kabisa nimeanza huduma yangu ya uchungaji chini ya mchungaji wangu kiongozi wakati huo, mchungaji Rogati Zakao Swai. Mwaka 2011 tukaanza kutumika pale na safari ikaanza ya utumishi mpaka leo nimefundwa kufika katika hatua hii ya kuwa mchungaji kiongozi, kusimamia sasa maono yangu mwenyewe. Zungumzia maisha baada ya kuacha kazi na kuingia kwenye huduma, hapo changamoto ulizokutana nazo, na pengine kuna wakati ambapo ulijiuliza, hivi kweli nilimsikiliza Mungu vizuri au ilikuwa ni mawazo yangu? Pengine yale ambayo uliyapitia maisha baada ya kuacha kazi, alafu ulikuwa kwenye mshahara mnono ukaingia kwenye utumishi, changamoto ulizokutana nazo hapo. Kwa kweli sijawahi kujuta kuingia kwenye huduma hii. Sijawahi kujuta kwa sababu Mungu amekuwa akinifundisha tangu mwanzo, hata namna ambavyo alifungua milango ya mimi kusoma. Nasema Mungu alikuwa akiniandaa. Kwa hiyo mimi naweza nikawa tofauti na wengine ambao naweza kusema kwamba wamevutana na Mungu mpaka wamefika mahali wakaamua sasa kutii kile Mungu anachotaka, lakini haikuwa hivyo kwangu. Mimi nilisikia sauti ya Mungu, nikaielewa na kujua thamani ya kutii cha Mungu kuliko kile cha kwangu mwenyewe. Kwa hiyo kitu ambacho ni changamoto tu ya kila mmoja ya kiutumishi, kwa maana kwamba sasa nimetoka kwenye kule kuishi kwa kutegemea mshahara ule ambao unaingia kila mwezi na marupurupu yake, unakuja sasa huku kwenye posho ambayo kimsingi huwezi ukadai posho. Siku ambayo washirika wamekaa kushoto wajatoa vizuri, basi utavumiliana na hali ya namna hiyo. Siku wametoa vizuri, basi mambo yanakuwa mazuri. Kwa hiyo tumeingia kwenye maisha, tumetoka kwenye maisha ya kuona, tumeingia kwenye maisha ya imani zaidi. Lakini katika hali yote Mungu hajawahi kunipungukia. Mungu amekuwa akifungua milango ya baraka kama ambavyo alifanya kwa kina Elia, kina kunguru alikuwepo. Kunguru wametokea mara nyingi tu, mama wa Serepta wametokea mara nyingi tu. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba ninajuta kuwa mtumishi wa Bwana na kuacha kazi ya udaktari. Yeah. Tukizungumzia tukio la leo, wewe umeona namna ambavyo limefanyika. Wewe kama mchungaji kiongozi, mapokezi yalikuwaje, na kwa ujumla unazungumziaje tukio kwa ujumla? Tukio limekuwa la baraka sana, hata kuliko nilivyotegemea, kwa sababu nafahamu kanisa hili limekuwa chini ya wachungaji 3, sasa mimi naingia kuwa 4, kwamba wote hao wamekuwa na mchango wa huduma iliyokuwa ikiendelea mahali hapa na kuzaa washirika. Sasa unakutana na washirika waliochungwa na wachungaji 3. Kila mmoja amekuwa na mapenzi na mchungaji yule aliyekuwepo, akaondoka kaja mwingine. Kwa hiyo unakutana na mchanganyiko wa hisia. Mchanganyiko wa hisia unaweza wakati mwingine ukamkataa mchungaji mwanzoni kabisa anapokuja,
lakini imekuwa tofauti sana kwa kanisa hili la TAG KICC. Bila shaka ni kupitia maombi yao mazito ya umoja wao, na sisi kibinafsi kumwomba Mungu kwamba Mungu atupe kibali kwa watu hawa, watukubali, watupokee. Tumeuona utofauti huo. Watu hawa wameonyesha ukarimu, wameonyesha kufunguka, wameonyesha kuwa tayari kutenda huduma pamoja nasi. Umejipangaje? Pengine ni yapi maono yako katika kuhakikisha sasa unaenda kuendeleza kazi hii ambayo watumishi wa Mungu waliokutangulia hapa walianza na wamefika hapa walipofika, na katika kuhakikisha unashirikiana pia na wana KICC? Matamanio ni makubwa juu ya kazi ya mahali hapa. Kwanza ninatambua mchango mkubwa wa watangulizi wangu toka mchungaji wa kwanza marehemu Henry, akaja mchungaji mwingine wa pili Elias Musa, akaja mchungaji wa tatu Robert Francis Mwakatenya, na sasa nimekuja mimi. Wote hawa kuna alama wameacha kwenye kanisa hili, na matarajio yangu ni kulitoa kanisa kutokea hapa nilipolikuta kulipeleka kwenye hatua kubwa zaidi ya utukufu, kwa maana kwamba pamoja na Bwana tunaamini kabisa Goba bado haijamsikia Bwana Yesu vizuri. Tunaamini kabisa Dar es Salaam bado haijamsikia Bwana Yesu vizuri wa mahali hapa. Kwa hiyo lengo langu au shauku yangu, ndio maono yangu sasa, ni kumtangaza Bwana Yesu katika vilima vyote hivi vya Goba na vitongoji vyake, Dar es Salaam kwa ujumla, na Tanzania ipate kujua kwamba Yesu yuko, Yesu anayeokoa, kwa maana ya watu kuokolewa, watu kuinuliwa kiuchumi, watu kufunguliwa toka vifungo vya nguvu za giza, watu kulielewa neno la Mungu na kujenga msingi huo kwamba ni neno la Mungu pekee ndilo msingi wa kubarikiwa, wa kuinuliwa, wa kumjua Mungu wa kweli, na sio vitu vile vingine ambavyo vinahubiriwa na wengine kama hisia za watu, mitazamo ya watu wenyewe, lakini neno la Mungu nitaweka msingi kwenye neno la Mungu peke yake. Upi wito wako au neno lako kwa wana KICC kama baba yao sasa, ukiwa kama mchungaji wao kiongozi katika safari ya kuendeleza gurudumu hili la kazi ya Mungu? Kwanza kabisa nashukuru kwa sababu nimepata mapokezi mazuri, na nimekuwa na kikao na viongozi niliowakuta mahali hapa. Wote hawa wamenipokea vizuri, na tumeanza mkakati wa awali kushirikiana kuona kwamba tunalibeba kundi hili kulipeleka kule ambako Mungu ameweka maono ndani mwangu. Kwa wito wangu kwa wana TAG KICC ni kushikamana, tuondoe zile tofauti za kwamba mimi ni wa Musa, mimi ni wa Kefa, mimi ni wa Apollo. Sasa tuone kile ambacho Mungu amekifunua kwetu, kwamba sasa mimi nimekuja kwa wakati huu na ni wakati sahihi wa Bwana, kwamba sasa tutembee pamoja ili tufike kule ambako Mungu amekusudia tufike kwa pamoja. Lakini tukiwa tunahitimisha kabisa, lipi neno lako kwa wale ambao umekuwa ukitumika nao pale Kinondoni? Najua ni watu walikupenda, lakini sasa hawana jinsi kukubaliana na mapenzi ya Mungu. Lakini pia wapo watumishi ambao umekuwa ukitumika nao kwa siku zote. Naamini kuna vitu ambavyo utakuwa umejifunza katikati yao pia. Na neno gani kwao, lakini pia kwa kumalizia kwa baba mchungaji kiongozi pamoja na mama mchungaji kiongozi? Wito wangu kwa wote ambao tumekuwa tukitumika wote pale TAG Kinondoni ni kwamba uvumilivu siku zote unalipa. Kukaa chini ya maongozi yale ambayo umewekwa wakati huo kunalipa. Umepaswa kuwa waaminifu kwenye ushirika ule ambao umeukuta. Swala la kuachana kwa watu ambao mmezoeana kwa muda mrefu halijawahi kukaa bila maumivu. Linakuwa na maumivu, lilikuwa hivyo kwa Yesu na wanafunzi wake, lakini lililazimu kutokea hivyo kwa sababu ya mapenzi makamilifu ya Mungu. Kwa hiyo mimi
nizungumze tu na wana KRC wote wale ambao walikuwa marafiki, walikuwa karibu na mimi, kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi ni mtumishi wa mapenzi ya Mungu, na huku ambako Mungu amenileta kwa mapenzi yake mwenyewe, nami nina furaha kutumika katika kanisa hili jipya. Kwa hiyo wasifikiri kwamba nimekuja huku kwa kusukumiziwa au kwa kuonewa. Nimekuja kwa mapenzi ya Mungu na Mungu kusema na mimi mwenyewe. Kwa hiyo wafahamu hivyo na waishi katika mtazamo huo, sio ule mtazamo hasi wa kufikiri kwamba huyu mtu ni kama vile ameondoka shingo upande, ameonewa na nini. Sijaonewa. Namshukuru baba yangu mchungaji Askofu Dr. Rogaz Zakayo Swai kwa kuniachilia vizuri. Ameniachilia vizuri sana baba yule, ameniaga vizuri kwenye ibada ile nzuri, na haikutosha hapo, haikutosha. Baba yule akaandaa tafrija fupi. Nimeagwa kwa tafrija fupi siku ya Ijumaa tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka 2026 pale nyumbani Salasala na mbuzi tukala. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati wa baraka sana, na viongozi mbalimbali walikuwepo, wazee wa kanisa, viongozi wa idara, na baba yule akaachilia baraka zake tena juu yangu. Kwa hiyo nimetoka nikiwa sijatoroka, nimeaga. Kwa hiyo ninajua kabisa huku ninakokwenda, kwa sababu nina baraka kutoka juu mbinguni na baraka za mzazi wangu wa kiroho, mwamba utatoa maji. Haleluya. Sisi tukatakie huduma njema na neema ya Mungu izidi kukufunika katika safari yako ya huduma ambayo umeianza leo hapa. Asante sana. Mungu awabariki sana NYTV. Mara baada ya kuzungumza na mchungaji kiongozi wa kanisa hili la TAG KRCC Kingdom Impact Christian Center lililoko maeneo ya Goba, tumekuwa na wakati mzuri na niko na mama mchungaji kiongozi sasa hapa. Mama mchungaji anaitwa Pendo. Tunatamani kusikia ana lipi la kuzungumza baada ya wao sasa kuweza kuweka wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu hapa KICC kutoka Kinondoni, na leo wako hapa sasa rasmi wakiwa wamewekwa wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Yeye kama mama mchungaji pia amelipokeaje hili na anazungumziaje pia nafasi hii mpya ambayo na safari mpya ya huduma kwa hapa Goba anaizungumziaje? Mama mchungaji, Bwana asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Hongereni kwa tukio la leo. Asante, tunamshukuru Mungu sana. Hakika ni Bwana amefanya. Amen. Pekee una lipi la kuzungumzia kwa siku hii ambayo kwenu imekuwa ni ya historia, kutoka Kinondoni ukiitwa mama mchungaji msaidizi, sasa ni mama mchungaji kiongozi? Kipekee kwa hakika ni Bwana kafanya, na tunamwamini Mungu kwamba Bwana leo tuleta mahali hapa KICC, Bwana anakusudi, kwa kuna mambo makubwa ambayo yatakwenda kufanyika kwa ufalme wa Mungu. Tutaanza na Bwana kama vile Bwana ambavyo ametupa direction. Kwa Mungu tunamwamini kwamba Mungu atakuwepo mahali hapa. Asante. Kwa kweli nimekaa chini ya uongozi wa mama mchungaji Eshmendi Swai kwa muda mrefu. Ilikuwa ni kilio changu na matarajio yangu. Nilikaa kwa target kwamba nijifunze, ninyonye kutoka kwake. Na mara nyingi nilikuwa namwambia mama natamani kuwa kama ambavyo upo, vile ambavyo anafanya huduma, vile ambavyo anatumika mbele za Mungu. Nilikuwa natamani sana. Kwa I hope kwamba Mungu atanisaidia. Kutokana na kukaa chini ya mama mchungaji Eshmendi Swai kwa muda mrefu, kwa ile experience yake, kwa yale maongozo yake, na kwa neema ya Mungu, Mungu ataniwezesha na kunisaidia. Kwa hiyo natarajia Bwana atanitumia kwa nafasi kubwa tu ya ambayo nafasi Bwana ametupa. Kama ambavyo umesema umekaa chini ya ulezi wa mama askofu, kuna vitu gani ambavyo umejifunza kutoka kwake kwenye huduma yake, lakini pia chini ya uongozi wa mwenyekiti mama Lutembeka ambaye pia alikuwa ni mkurugenzi pale, na wewe kama mama mchungaji, kuna vitu gani ambavyo umejifunza kwa hawa viongozi ambavyo na wewe vitakufanya wewe uje uviapply au pengine uongezee vingine? Kwanza ni ule upendo. Kuwa na upendo. Kinondoni ni kanisa ambalo wanawake kusema kweli kuna upendo ule upendo wa kweli. Ule upendo wa Kristo, kwa hiyo unahamia kabisa kwenye maisha ya watu.
sio ule upendo wa kinafiki, hapana. Kwa hiyo kutokana na ukiwa na upendo na Mungu akawepo hapo, najikuta kwamba mnafanya kazi ambayo inapaswa. Kwa hiyo hapa nitachokifanya ni kumwomba Mungu atusaidie kuwe na umoja, kuwe na mshikamano, kuwe na ushirika wa pamoja, tuvute hii kamba kwa pamoja. Tukivuta kwa pamoja na kukaa na upendo ule wa kweli wa ndugu. Unajua sasa hivi maisha yetu yamebadilika kidogo. Wokovu wetu wa sasa hivi ni tofauti na ule wokovu wa zamani. Zamani ilikuwa ni ukisema nampenda ndugu, ni kweli ilikuwa inamaanisha kabisa huyo mtu anafanyaje? Anampenda ndugu. Kwa hiyo ile upendo wa kweli, kule kupendana kama ndugu katika Kristo, hilo ndio kitu cha kwanza, na kuvuta hii kwamba kwa pamoja, ule umoja, mshikamano, ushirikiano, kule kuthaminiana, tutakwenda vizuri tu. Tunamwamini Bwana. Amen. Wakati mchungaji pengine amekushirikisha au vyovyote kwamba anafikiria sasa kwenda kujitegemea sasa kuwa baba mchungaji kiongozi, wewe kama wewe ulilipokeaje hili wazo? Nililipokea vizuri kwa sababu nilishaona mbali na alishashare na mimi muda mrefu kwamba wakati wa Bwana ukifika nitaondoka mahali pale Kinondoni kwenda kule ambako Bwana ananielekeza. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwepo, lakini tulikuwa hatujui ni wakati gani na ni wapi na majira gani. Lakini kama binadamu ule uoga ulikuwepo, uoga wa maisha, uoga wa kipato, hivyo. Kwa hiyo vilikuwepo. Na sio kwamba havikuwepo, vipo, lakini tunamwamini Bwana. Kwamba Bwana akikupitisha kwenye hiyo njia, basi kuna baraka zake katika hiyo njia ambayo Bwana amekupitisha. Amen. Wewe ni mama mchungaji kiongozi sasa. Kuna watu ambao wanakutazama nyuma yako wengi. Tofauti na pale ulipokuwa ulikuwa ni mama mchungaji msaidizi. Vingi labda watu wakifikiria wanajua kuna mama juu. Sasa wewe ndio unayetazama. Umejipangaje na umejipangaje kukabiliana na kila kitu ambacho pengine kitatokea hapo ambacho ulizoea hapo mwanzo? Lakini kanisa ni la Bwana Yesu mwenyewe. Tumewekwa kama just kuongoza na kusaidia ili tufike kule ambako tunaelekea. Kwa hiyo Bwana Yesu akiwa mbele yangu, akitangulia katika hii safari, Bwana atanisaidia. Kuchanganya na experience, nimekaa chini ya mama, kuchanganya na kumuomba Mungu, kuchanganya na ushauri, kusaidiana na watu ambao unawakuta ni watu wa thamani sana. Wanajua vitu vingi kuliko hata ambavyo wewe unaweza kuwaza kwamba unavifahamu. Kwa hiyo nitakaa chini ya wanawake ambao wako mahali hapa, nitawasikiliza. Pale ambapo patahitaji ushauri, nitawashauri. Kwa hiyo ninamwamini Mungu, Mungu atanisaidia na kuniwezesha kupitia Roho yake Mtakatifu. Amen. Neno gani tunapokwenda kuhitimisha, pia una neno gani kwa wana KICC, lakini pia haswa kwa wanawake ambao wewe unakwenda kuwa mlezi kwao? Nina matarajio makubwa sana kwao. Na kwa makaribisho tu ambao nimeyaona na kwa mkao wao tu ambao nimeuona, ni mahali pazuri. Tukikaa kwa pamoja na tukafanya yale ambayo Mungu amekusudia, nafikiri tutakuwa mbali sana. Nafikiri tutavuma Dar es Salaam kote. Tutakuwa vizuri sana. Amen. Pengine nisikie neno kutoka kwako kama mama mchungaji kwa mchungaji sasa katika historia hii mpya ambayo umeianza leo au pengine umeiandika ya kwenda sasa kuanza huduma hapa. Una neno gani kama mke wake la kumtia moyo katika safari hii ya huduma ya hapa? Kwangu ni kwamba aendelee kumtegemea Bwana, aendelee kumtumaini. Kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yake, nafikiri ndipo kinatakiwa kuchanua sasa hivi. Kwa endelee kumwamini Bwana, Mungu atamsaidia. Na niko nyuma yake kumwombea, kumshauri na kumtia moyo. Amen. Peruzi na NYTV kiganjani mwako sasa. Je, unao mkasa ama simulizi ya kusisimua na hujui ni wapi pa kuisimulia? Waone NYTV ni channel bora kabisa ya kuvumbua visa na mikasa kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania na nje ya nchi. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa?
sasa. NYTV ni chaneli bora kabisa Tanzania, na kwa mawasiliano zaidi waweza kupiga simu zifuatazo: 0712 45 52 52 au 0688 13 19 14. Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee.